Mbao moya mbao moya, usaliti wanandoa. Mbao moya mbao moya, marafiki. Kama kweli mko anavumilia mengi, kwa hapo ndio tayari huwezi kuendelea tena. Lakini uliniambia utanivumilia licha ya mapungufu yangu. Sawa, kweli nakupenda sana, ila mimi ni mwanamke na nahitaji kuridhishwa. Kwa nataka kusemaje? Mimi naomba nikusaidie kama utojali. Nahitaji msaada wako. Sawa, haina shida. Mimi nitakusaidia. Tulia sasa, acha wengi. Tulia nini sasa? Nakuja. Tulia. Mbao moya, usaliti wanandoa. Nini sasa? Kabla za salamu. Wewe ndugu yangu akonizomela kuingia ndani kwako kweli ndugu yangu? Bwana sikia. Kama kuna maongezi marefu nisubiri kijiweni, ila kama maongezi mafupi tumalize hapa hapa chap chap. Za salamu kweli wewe ndugu yangu unaanzia kuingia ndani kwako kuna usalama kweli? Oya. Hebu ongea basi kilichokuleta bwana, kama vipi tembea. Sasa ina noma ndugu yangu. Hivi siku hizi 2-3 umeona ndo na ndugu yetu Kopa? Kopa mimi sijaonana naye. Wewe unaona na Kopa kabisa na ujiongea naye chochote yani? Sijaonana naye, sijazungumza naye chochote. Kwani vipi? Basi sawa, kama hujaonana na Kopa na hujazungumza naye chochote, basi sawa, haina noma ndugu yangu. Ila nadhani kuna mchongo nataka tufanye mimi na wewe. Basi make sure baadaye unakuja hata maskani pale nini kijiweni, tuorganize vizuri kwa ajili ya swala hilo. Sasa ndakusaidie kijiweni hapo. Basi sawa brother, ila wema kweli. Wewe kuna shida si ningekwambia bwana. Soma dada yako msamu. Kashaondoka, achana naye. Kwa hiyo naondoka, ndo unabaki. Naondoka. Ndio tutazama baadaye tena. Usisahau basi kuongea. Usijali, mimi nitafanya hivyo. Msipini. Changanya. Hapo. Wewe ni wangu, sina mwingine, unanifaa. Wewe vipi tena mtani kwangu? Umefuata nini? Ina maana hujui sekeseke linaloendelea hadi leo. Umefuata nini? Mimi na mume wangu kule hatuna maneno mazuri. Kwa hiyo nimeaga kama naenda kwa mama, ila nitakaa hapo kwako siku 3 nijisikilizie. Basi sawa. Ila kwa sharti hili. Sharti hili moja. Ukiwa ndani kwangu, hamna kuzunguka nje. Kwa sababu si unajua yanayoendelea mtaani. Sitaki ni kuone, yani kama ni ndani hizo siku 2 zikiisha. Umeelewa? Nadhani tumeelewana. Sawa, nimekuelewa. Wewe ni wangu, sina mwingine, unanifaa. Wewe ni wangu, sina mwingine, unanifaa. Kaka. Ndugu yangu huyo.
Vipi bwana? Fresh kama kaa. Kama kaa. Bodi kabisa. Kama kawaida. Kwanza subiri kabla yote. Taratibu sasa. Wewe acha tu. Nakuchukua kwanza kigoda ukae. Naona kidogo ushaanza kutengamaa bwana. Kidogo bwana. Alhamdulillah. Vizuri. Karibu bwana. Asante sana. Kasema leo nje nikutembelee bwana. Mwanangu kitambo. Naomba sana. Nikasema je nikutembelee ndugu yangu kujulia hali. Shukrani sana kwanza. Pole. Tushapoa kaka, ndo hivyo ndo ukubwa, tuna changamoto za kibinadamu. Utafanyaje? Kweli bwana. Ndo hivyo. Vipi huko mtaani wanasemaje? Kuna mpya gani kwanza? Sasa hivi mwanangu umekuwa mtu wa kuletewa taarifa tu. Yaani wewe sio kutoka tena. Asa kaka, unadhani nitafanyaje ndugu yangu? Hali ndo hii zofu hali. Itakuwa tena kama hivi. Hiyo leo wakati nipo nyumbani, labda nikuchekeshe. Wakati nipo nyumbani nilikuwa na vimeo vyangu, sio unajua mwenyewe. Alikuja mwanao Abasi. Abasi? Alikuja. Katika kuja kwake tukazungumza kidogo. Lakini katika mazungumzo akanigusia kama alikutana na wewe na kama kuna chochote pia uliniambia. Mimi nikamwambia sijakutana naye na hakuna chochote ambacho tumezungumza. Kaka. Wewe msala huo. Hujanitaja kweli? Ana mimi siwezi kukutaja, afu mimi si unaelewa. Kwa mimi naelewa kila kitu. Kwa mimi nilichofanya nilimzuga tu kwamba kuna chochote ninachokijua hivi na hivi na hivi. Basi akasepa zake. Na labda ngombe kitu kimoja. Unajua mimi katika maisha yangu nikishamwamini mtu mara ya kwanza ni vigumu sana kumwamini mara ya pili. Na ukishaona nimekutenga kwenye maisha yangu ujue wewe ni snitch, msaliti mkubwa sana. Kwa hiyo wale moja kwa moja mimi kwangu washakuwa wasaliti. Na siwezi kuwapa nafasi nyingine yoyote ya uaminifu. Kwa hiyo hata wewe pia kwenye nafasi ambayo nimekupa itumie vizuri sana. Na nilishakuhakikishia kwamba katika usalama wako mimi nitasimamia. Sawa. Kwa hiyo kuhusu kwamba kukutaja sio na hivyo vitu wewe usiwaze kabisa. Basi kusema hivyo haina shida, kikubwa tu tumuombe Mungu. Mambo mengine yaendelee. Mimi nikuache bwana. Basi poa pacha, mimi sibi nikupe mkono huu hapo bwana. Haina noma bwana. Poa kaka. Usaliti wanandoa bao moya bao moya. Vipi shoga yangu? Nini kimeendelea kwa Sam? Shoga yangu bali alichokuwa anasema kweli. Niambie. Kwa yani vile kimoja cha ile shoga yangu. Hamna ta maajabu. Kumbe kopa alikuwa mkweli. Alikuwa mkweli shoga yangu. Yaani mule ninapokuambia yani maajabu zilo. Shoga yangu. Wewe unampenda kweli sana? Nampenda ila wote 9-10 sasa. Pondani ya basi huyo kaja kugonga mlango. Niliogopa wewe yani. Kikaendelea nini? Nimeogopa wewe. Sema ndio hivyo Mungu siwasema nikaishia nje basi wameongea kaondoka. Shoga yangu na hatari. Angekukuta mume wako. Sio angekuaje shoga yangu. Nataka nginja shoga yangu. Tena zote 3 naona hata sio moja. Zote 3 dada. Wewe bwana nashukuru Mungu. Kwa makini kama unampenda kweli sana. Nampenda sana tu shoga yangu. Tena nampenda. Nimeahidi kumsaidia. Watu wanasana, mara wengine kufumaniana.
na sijui ingekuwa naona zote tatu. Kodi hapa jamani. Karibu. Habari za saa hizi? Salama, karibu. Kwema. Kwema. Kwema, habari za hapa? Nzuri. Karibu. Naitwa Ntamayape nafumirire Mahinya Ngasimiyu. Karibu. Nduga wapi? Hicho Kisukuma. Namtafuta Mwantumu. Sasa nimeelekezwa na kama eneo haya. Kwani wewe nani yake? Ni mzazi mwenzangu. Mzazi mwenzako? Mbao moya mbao moya usaliti wanandoa mbao moya mbao moya marafiki wananafikiana usaliti unafiki